Kila mlango ambao umehusika na fiqh ndani yake kuna maharibiko hapo. Kila mlango ambao umehusika na fiqh ndani yake kuna maharibiko katika jamii. Wewe fikiria tu mlango mmoja badala ya mwingine. Anza katika mlango wa ndoa. Kumesalimika hakujasalimika huko? Hakujasalimika. Sijui kwenu vipi, maana mimi napenda kuzungumzia yale ambayo ninayaona kwa macho. Sasa huko sijathibitisha kwa sababu sijawahi kuozesha mtu. Kule kwetu unatoa mahari, ukishatoa mahari naomba kuna na mkanda wa babu au mkaja wa bibi au pesa za wazee. Sawa? Zipo kwenye mahari yenu au wewe mmenusurika na hilo? Yaani mtu anakwenda kuposa anaambiwa mahari ni 1,000,000 na mkanda wa babu ni 200,000. Acha suruali mvuke. Hakuna masuala ya dhulma kama hizo katika dini. Na wewe unaolewa babu au? Haikubaliki katika sheria. Baada ya mahari kuna pesa za wazee, si pesa za nani, hakuna. Haya, hayo mahari nishatoa. Siku ushaoa unakwenda kumwangalia mkeo sijui. Unakuta mlango umefungwa mpaka utoe pesa. Ndio utamuona mke wako. Na sijui na wewe umejipeleka kufanya nini huko. Wakati mambo yameandaliwa, wanaume msikitini mathalan, wanawake kwenye nyumba. Ikhtilati imeepushwa. Wanawake wamekaa mbali kwenye nyumba yao, kuna wanawake wenzao na wanaume mpo huku. Tena wewe ukishaoa unatoka hapa unakwenda kule, unakwenda kufanya nini? Na ukifika kule unaambiwa kwamba humu waingie bwana harusi tu, wapambe wabakie nje. Lakini hapo hayo wanasema tu, wanataka kusema vitu kwa vipi? Yapo huku. Sasa kwa nini aingie bwana harusi peke yake? Wale wengine wabaki nje. Nani atanijibu hili swali? Kwa nini aingie bwana harusi peke yake, wale wengine wabaki nje, mabestimeni wabaki nje? Kwa nini? Si unijibu miwani? Sahibu nadhara. Hujui? Hamjawasikia? Shehe hujui? Kwa nini wale mabestimeni bakie nje, ingie huyu tu? Mimi naona wale wanaambiwa bakie nje kwa wema tu, kwamba huko ndani kuna biharusi na amepambwa na mapambo hayo ni halali kwa mumewe tu. Nyie na mara nyingi mabestimeni wanakuwa hawajaoa, ni mabalehe. Nyie mabalehe bakieni huko huko. Sawa, hakuna shida. Je, na huyu bwana harusi anapoingia huko ndani anamkuta mkewe tu, hakuna wake za watu wengine huko? Au mtamu mkewe yeye peke yake? Huyu bwana harusi huko ndani anakuta mkewe tu, au kuna na wake wengine walioalikwa wake zetu sisi wapo huko ndani? Lakini kikubwa kule ndani wanakwenda kufanya nini? Wakati sunna tumepewa, ukishakuoa unaswali rakaa 2, wewe imamu, mkeo maamuma. Pana glasi ya maziwa, ukikosa glasi ya maziwa hata maji. Ukishakutoa salamu unakunywa wewe, pale pale ulipokunywa wewe unamgeuzia na mkeo unamnywesha. Je, haya ndio yanayokwenda kufanywa kule ndani? Na shekhi naye na vyeti vyake naye yupo kuchungulia wake za watu. Twende. Uenda fanya nini wewe? Na wewe mwanamume huo, wewe shekhi wewe, na wewe mwanamume. Uko ndani kwa mkeo wa watu unaenda kufanya nini? Nenda kumfundisha dua leo tu au siku zote? Maana kibidi na kesho uende akitaka kumwingilia mkeo ukamfundishe dua. Na kesho kutwa uende tena. Haya mambo yamekuwa yamechanganyika katika masuala ya harusi. Fiqh imekosekana.